Kwa hivyo mimi nataka mufahamu hivyo kwamba tulichokuwa mjadala mkubwa umekuwa ni mambo yepi ya kurekebishwa, na tukubaliane, tutoa ahadi, tukachukua ahadi mbele ya wananchi kwamba haya tunakubaliana tutakwenda kuyatekeleza ndani ya muda gani. Na hilo mimi niseme pamoja na kona na nini, na zaidi mimi niseme tuwe wawazi. Inawezekana viongozi wengine wa upande wa wenzetu wanaona, lakini wenzao ambao wanaona wao waliopo kwamba wao muda wao unakwisha, sasa inayokuja ni zamu yao ya kula, hawataki lirekebisho lolote. Hawa ndio wamekuwa kikwazo wengine wao, kwa sababu wanaona sisi waliopo pengine kama wao wamefanya walioyafanya, kwa nini sisi tuje tuzuiwe? Si mnajua hapa Pemba kuna watu, kuna mmoja alinitumia message, mjomba, ananiita mjomba, tena wa jimbo hili hapa ndani, mjomba, ondoa mguu, ondoa mkono wako, na mimi nipewe jimbo kama wenzangu, maana nasikia wewe ndio uliopewa, ulioweka mkono, sio kwa kushinda. Nikamwambia wewe jamaa yako Isame kapigania hapa, miaka aliyopigania hajawahi kuzidi kura 400. Babu nya akasema mwisho wa siku nitaitwa kura 400 muda wote, au sio jamaa? Si mnakumbuka? Hajawahi na alivyokuwa mwenyeji na kujuana na watu na uungwana wake, hakuwahi kuzidi kura 400. Yeye mwenyewe ananiambia sawa, mimi ninazo 360, lakini hizo naambiwa nitapewa jimbo. Mshanifahamu? Wewe tu uondoe mkono wako. Hii nchi ya kijuha sana, tukifika hapo mchepuko tumefika. Kwa hivyo sisi tunachosema, kwa hivyo kuna wengine wao sisi tunasema ujinga sasa basi, wao wanasema ujinga mtamu, kwa sababu wanafaidika na huu ujinga uliopo katika nchi. Tunaiuza, tunaiumiza nchi. Kwa hivyo niseme kwa ufupi, alhamdulillah, kwa yale mambo ya msingi tumefika pahala kimsingi tumekubaliana kwamba haya yanahitaji kurekebishwa. Tunakwenda nalo vipi mbele? Hilo ndio jambo ambalo dogo lilobakia, tunategemea kama la kuwa inshallah ndani ya muda mfupi ujao talisikia. Maana moja tusema ni kwamba lazima tuende mbele za watu tuseme kwamba haya tumekubaliana, haya tutakwenda kuyasimamia, tuyafanikishe kwa nia dhati, kwa ajili ya nchi yetu. Tukiweza kufika huko fahwa, hatukufika huko tutarudi hapa, tutaambia bwana wenzetu mchepuko umewatamkia. Inshallah sisi tunategemea kwamba, tunashukuru kwa sababu mimi niwaambie kuna wengine wengi kwa upande huo ambao wameona mantiki ya tunayoyasema na wanayaunga mkono na wanayapambania. Sisemi hili kwa siasa, ndio ukweli. Kina Bimani wanajua kwamba upande huo mwingine wanasema hatuwezi nchi tukaenda hivi maisha, lazima tufike pahala tubadilike. Kwa hivyo wako wanaunga mkono, wako wanayoyapambania kwa dhati kabisa kwamba nchi hii inahitaji tuirekebishe. Kwa hivyo mimi natarajia inshallah ndani ya muda mfupi ujao, na tuzidi kuomba dua kwamba inshallah nchi yetu hii tutaanza safari ya kwenda kuirekebisha. Tutizame huko mbele ya safari tutakwenda, na hilo ndio linalotufanya tuhitaji kuwa na chama madhubuti, na hilo ndio linalofanya mkutano huu wa mkuu wa jimbo kuwa muhimu sana, kwa sababu unakwenda kutengeneza ramani ya kwenda mbele. Tunakwenda kutengeneza nini? Ramani ya kwenda mbele.